la KTN Ijumaa ya leo. Tusonge mbele. Wataalam wanasema kwamba ipo haja ya kuwapo kwa mifumo ambayo inaweza kuunganishwa kwa urahisi ili kukabiliana na kizungumkuti ambacho kinashuhudiwa kwa sasa katika mamlaka ya SHA kufuatia uamuzi wa mahakama kwamba uzinduzi wa bima ya afya ya kijamii ulifanyika kinyume na sheria. Vilevile wanashauri kwamba ni sharti serikali ibuni mfumo wake wa kidijitali wa afya na kutotegemea mfumo uliopo kwa sasa ambao utoaji wa kandarasi yake ulitiwa dosari na mahakama. Anajiri huku changamoto zikiendelea kutikisa mamlaka ya SHA. Gloria Milimu na taarifa zaidi. Changamoto zinazotikisa mamlaka ya SHA zinazidi kuongezeka, huku jinamizi kuu la mamlaka hiyo sasa likiwa ni uamuzi wa mahakama wa Alhamisi ambao ulibaini kwamba uzinduzi wa bima ya afya jamii ulikiuka sheria. Kizungumkuti sasa kikiwa ni wapo mamlaka hiyo itatekeleza maagizo ya mahakama katika kipindi cha siku 90 kama ilivyoamriwa. Miongoni mwa masuala tata ambayo yalielekezewa mwenge na hakimu Bahati Mwamuye ni utoaji wa kandarasi ya mfumo wa kidijitali wa SHA. Kwa mfano, kandarasi hiyo ambayo ilipewa kundi linaloongozwa na shirika la Safaricom ni ya jumla ya shilingi bilioni 104.8 na inadumu hadi miaka 10. Aidha, athari zinazotokana na kwenda kinyume na makubaliano ya kandarasi hiyo sasa ndio wataalamu wanahofia. Remember, now we don't know whether Kenyans are going to be penalized if the government defaults on that agreement. Kwa sasa kundi hilo linalojumuisha kampuni ya Apeiro Convergence ambayo ilibadilishwa kuwa Savannah Informatics ndiyo inayofadhili mfumo wa kidijitali wa SHA. Inakusudiwa kurejesha gharama na faida kupitia uhamisho wa kila siku wa hadi 2.5% ya mchango wa wanachama wa SHA na 5% zingine za fedha ambazo hospitali udai mamlaka hiyo za huduma zilizotolewa. Hata hivyo, wataalamu wanaonya kwamba gharama ya mfumo huo ni ghali mno na wala gharama hiyo hailingani na huduma inayotoa. Iwapo serikali itaalika zabuni mpya ya kandarasi kama mojawapo ya njia za kuziba nyufa zilizoangaziwa na mahakama kuhusu mfumo huo wa kidijitali, ni kitendawili ambacho kinasubiri kuteguliwa, ikizingatiwa kwamba serikali haimiliki wala kudhibiti mfumo wa sasa ambao unahifadhi pia data za wagonjwa. Why can't government hire individuals work for the government to create a system for the government? Why should it contract private individuals to actually come up with a system? Aidha, mahakama iliagiza kuwepo kwa usawa kwenye shughuli ya kubaini kiwango cha mchango cha kila mwanachama wa SHA. Hata hivyo, wataalamu wanashikilia kwamba mfumo unaotumika kwa sasa una ubaguzi na unapaswa kutupiliwa mbali. That system does not, bring dignity to Kenyan citizen. Changamoto hizi zinatokea wakati mamlaka ya SHA inasemekana kukabwa koo na ukosefu wa fedha ili kufanikisha wajibu wake. We expect a larger portion of that money to come from the informal sector. Those are people who are self-employed. And this is where the challenge is. And we discussed with them that needs to go up, because unless that is done, we are likely to face an issue of sustainability. Kinachosubiriwa kwa sasa ni kuona jinsi mamlaka ya SHA itakabiliana na changamoto hizi ili kuendeleza malengo ya afya bora na nafuu kwa Wakenya wote. Gloria Milimu, KTN. Naam, siku moja baada ya